Ninaitwa mchungaji Daktari Steven Kimondo. Haya yanayoendelea katika taifa letu ni mambo ya kusikitisha, na kwa kweli yanaichafua nchi, lakini yanachafua mkoa wetu wa Mbeya. Hayajawahi kutokea siku za nyuma, lakini sasa yanaanza kuota mizizi, yanaonekana kama mambo ya kawaida. Ni mambo ambayo kila binadamu mwenye akili timamu anahitaji kukemea kwa nguvu. Hali hii isiendelee. Na mtu anaweza kufikiri kwamba haya mambo ni kwa ajili ya watu fulani, lakini mimi nasema hakuna aliye salama. Tukiangalia kwenye mitandao, taarifa tunazozipata, chuki ambayo watu wanaonyesha, wengine wanafikiri hata kutaka kudhuru familia za wale watu wanaodhani ndio waliohusika katika kuteka na kuumiza watu wasiokuwa na hatia. Sasa hivi kuna jambo linalomhusu ndugu yetu Nyagali. Nyagali mimi namfahamu. Kwa tabia ni kijana mzuri. Sijamsikia akijihusisha na mambo ya hovyo, ya wizi, ya udhuluma kwa mtu yeyote. Anachokifanya Nyagali ni kutetea haki za wanyonge, haki za watu wanaoonewa. Kwa kimsingi, Mdude Nyagali anapenda kila mtu atendewe haki. Na kama katika hili lililotokea sasa angelikuwa na hatia, tunafahamu kazi ya polisi ni kumkamata na kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini hiki kilichotokea sasa hivi kwa kweli ni jambo la kusikitisha, na tunajenga jambo baya sana kwa mkoa wetu wa Mbeya. Niombe polisi, kwa sababu kuna watu wanaotajwa kwamba kabla ya Mdude kupotea waliulizia nyumbani kwake, na ushahidi upo. Mtu aliyeulizwa yupo. Wamsikilize huyu mtu na wanzie hapo kuwatafuta ambao tunaamini ndio walio kamata Mdude nyumbani kwake na kumdhuru, kwa sababu tumeona damu iliyotapakaa nyumbani kwake ambayo imeonekana imetaririka kwa wingi. Niombe serikali yetu yaone haya mambo na kuyakemea kwa nguvu. Inasikitisha sana kwamba wale ambao tungetegemea wakemee vitendo hivi viovu visiendelee, hatusikii sauti zao, wamenyamaza. Mungu atusaidie. Hawa wanaofanya mambo haya, Mungu hata nyamaza. Naamini Mungu atachukua hatua. Na wakati Mungu yuko upande wa wenye haki na anasimama na wanyonge, maana yeye ni Mungu wa wale wanaoonewa, hata nyamaza. Wenye kufanya vitendo vya namna hii wakome, waache. Lakini bottom line, tunamtaka Mdude arudi akiwa hai. Arudi kwenye familia yake, akakae na mke wake, akalee watoto wake. Kama wanadhani analo jambo ambalo Mdude anahitaji kujibu, wampeleke mahakamani. Lakini sio kumfanyia vitendo walivyomfanyia. Tunamtaka Mdude arudishwe akiwa hai nyumbani kwake. Si ya viongozi wa dini katika mambo haya yanayoendelea katika nchi yetu ni kukemea na kuonya wanaofanya uhalifu huu. Na inasikitisha kwamba juzi tumesikia Padri Kitima wa kanisa la Roman Catholic, ambaye pia ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amedhuriwa
tunajua waliomdhuru lengo lao lilikuwa ni kutaka kupoteza maisha yake. Ni wajibu wa viongozi wa dini kutokuogopa, kusimamia haki, kusema kweli, kukemea uovu na kutoa sauti ya unabii kwa wale ambao wanafanya vitendo viovu. Tusiruhusu vitendo hivi. Leo ni kwa Kitima, kwa viongozi wa dini. Kesho hujui itakuwa kwa kiongozi gani mwingine wa dini. Hivi vitendo ni vina lengo la kutaka kunyamazisha sauti za kukemea uovu katika nchi yetu. Sasa tusiruhusu hali ya namna hii. Viongozi wa dini, shikeni nafasi zenu. Tumieni nafasi zenu. Kemeeni uovu. Wateteeni wanyonge. Simamieni haki. Onyeni viongozi wanaotenda maovu wasiendelee kufanya mambo ya namna hii. Wanaharibu nchi yetu. Ushauri kwa serikali. Wao ndio wanaosimamia haki na kusimamia sheria. Hebu basi waonyeshe kwamba kwa vitendo wanasimamia sheria. Kama ambavyo polisi wanatuambia raia tutii sheria bila shuruti, na wao watekeleze sheria kwa haki, wasifanye kwa uonevu. Sasa hivi ni vigumu sana watu kuamini kwamba matukio haya yaliyotokea polisi hawashiriki. Ni vigumu sana. Tunashindwa kutofautisha. Mtu anapokwenda nyumbani kwa mtu anasema mimi ni polisi, alafu baadaye mtu anapotea, polisi wanasema sio sisi. Tumwamini nani kwamba ndiye anayetenda vitendo vya namna hii? Kama sio wao polisi, basi tuone katika matendo yao kwamba wanawashughulikia wale watu, kufanya uchunguzi wa kina na kuwakamata na kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Kwa tuiombe serikali yetu, yenyewe ndiyo ina wajibu wa kulinda watu wake. Serikali ni kama baba. Watoto wakipata na madhara nyumbani, lazima baba aonyeshe nafasi yake ya ubaba kwamba anatetea watoto, kusimamia haki zao. Na pale watoto wanapodhuriwa, baba anachukua nafasi yake. Kwa hiyo serikali isimamie kutenda haki, wale wanaoonewa iwatetee na kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayatokei tena katika nchi yetu. Kuhusu issue ya Lissu, ni jambo la kusikitisha. Zamani nilikuwa nikisikia kuhusu uhaini kwamba hawi mtu mmoja, ni timu ya watu wengi, na kunakuwa na ushahidi wa kwamba watu walikaa mahali wamekutwa wakipanga njama za kuangusha nchi. Lakini Lissu sijasikia hayo. Alisema kuhusu masuala ya uchaguzi kwamba atashawishi watu waasi wasishiriki uchaguzi. Sasa kuasi maana yake ninayoifahamu mimi ni kukataa kufanya au kushiriki kutenda tendo ambalo ukubaliani nalo. Ndivyo nilivyomuelewa Lissu. Lakini pia tuchukulie Lissu ana hatia, amepelekwa mahakamani, yuko gerezani. Kwa nini watu wazuiwe wasiende mahakamani kushuhudia mambo mabaya ambayo Lissu amefanya? Kama Lissu alifanya hayo, inasikitisha kwamba rangi tunayoipaka nchi yetu sasa hivi, tunaipaka rangi mbaya, tunalichafua taifa letu, na kwa kweli hili ni jambo la kusikitisha. Niombe serikali yetu inayosemwa kwamba ni sikivu, isikie kilio cha wananchi. Lissu anapopelekwa mahakamani, wananchi waruhusiwe kwenda tena.
kama kweli wanaamini kwamba Lissu alifanya uhalifu, ndiyo njia nzuri ya kwamba sasa wawaonyeshe raia kwamba Lissu alifanya mabaya haya na wao washuhudie. Hivi wanavyoficha, wanaficha nini? Wananchi watajifunza nini katika uhalifu wa Lissu kama Lissu amefanya uhalifu? Kwa hiyo mimi nawaomba viongozi wa serikali wanaosimamia jambo hili wasiruhusu pia hali inayoanza kujitokeza kwamba polisi wanaanza kuitawala mahakama. Mahakama isingiliwe, ibaki ifanye kazi kama ulivyo muhimili unaojitegemea. Na inasikitisha kwamba hata waziri alisema jambo hili likiwa mahakamani akiwa bungeni. Mwanasheria mkuu naye analisema jambo hili ambalo tayari liko mahakamani. Lakini tunasikia mara nyingi tukiambiwa kwamba jambo likiwa na mahakamani haliruhusiwi kusemewa nje ya mahakama. Sasa vyombo hivi ambavyo tungetegemea ndivyo vinatuonyesha mfano wa kutii sheria na kufuata sheria, vingetuonyesha mfano. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha, lakini naomba viongozi wangu watusaidie kusimamia mahali popote kutenda haki.